Ujerumani inasema ujasusi wa Urusi ni hatari mno na wanapaswa kuongeza kazi kubwa kwa ajili ya kupambana na ujasusi wa Ujerumani, huku wakieleza kwamba vita vya Urusi vinazidi kusogea karibu na wanapaswa kuimarisha ulinzi wao. Idara ya ujasusi wa Ujerumani inashinikiza kuwepo kwa nguvu zaidi katika mapambano dhidi ya shughuli za kijasusi na hujuma kutokana na vitisho vya Urusi ili kuimarisha usalama wa Ujerumani. Tangu Urusi ilipoanza kufanya mashambulizi ya Ukraine mnamo Februari mwaka 2022, kumekuwa na mazungumzo kuhusu mbinu tofauti za vita vya kimkakati miongoni mwa wataalamu wa usalama na wanasiasa wa Ujerumani. Wanaeleza Ujerumani inaathiriwa pakubwa na mchanganyiko wa shughuli za kijeshi na kijasusi, mara nyingi zikiambatana na propaganda za kupotosha. Mwezi Septemba, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alisema nchi yake haiko vitani, lakini haina amani tena. Kazi kuu ya idara ya ujasusi wa ndani ya Ujerumani BFV ni kutambua mapema vitisho ili kuzuia mashambulizi kwa kuzingatia kiwango cha vitisho vya sasa. Mkurugenzi mkuu wa BFV Sinan Seden anasema shirika lake linahitaji nguvu zaidi. Akizungumza katika kongamano la kila mwaka la ulinzi na katiba mjini Berlin, Selen anasema wana aina za mawasiliano ambazo hawawezi tena kuzifafanua kwa sehemu, kwani kuna maafisa wanaofanya kazi kwa kutumia majina bandia. Kulingana na Selen, kama idara ya ujasusi wanapaswa wafanikiwe kupenya katika maeneo hayo na anategemea mabadiliko ya sheria za usalama ili kufikia lengo hilo. Inadaiwa kwamba Urusi imejaza majasusi wengi nchini Ujerumani licha ya kwamba ni vigumu kuwatambua. Tayari waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt ametangaza mageuzi, huku uungwaji mkono ukiwa umeonyeshwa pia na ofisi ya kansela, ambapo Philip Boos anaratibu mashirika matatu ya kijasusi nchini: ofisi ya shirikisho la ulinzi wa katiba, idara ya shirikisho la ujasusi na idara ya kijeshi ya kupambana na ujasusi. Upinzani umekuwa ukipinga sheria kali za usalama. Wolf amesisitiza kuwa kuongezeka kwa ufuatiliaji ulioongezeka mtandaoni ni uhifadhi wa anwani za IP ni muhimu, lakini pia anataka mashirika ya usalama yaweze kubadilisha data binafsi kwa urahisi zaidi. Hata hivyo, bado haijabainika wazi kama hilo litawezekana. Vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia kila mara yamekuwa yakipinga sheria kali za usalama katika mahakama ya katiba ya shirikisho la Ujerumani, na mara nyingi kwa mafanikio. Lakini Selen bado ana matumaini. Anasema nchi nyingine za Ulaya kama vile Ufaransa na Uholanzi ziko mbele zaidi, akimaanisha nchi mbili zenye vikwazo vichache vya kisheria kuhusu ufuatiliaji wa washukiwa wa sheria zisizo kali za ulinzi wa data. Kutokana na mkakati wa hivi karibuni wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu usalama wa kitaifa, ni vigumu kujua jinsi uhusiano wa kijasusi wa BFV na Marekani utakavyokuwa. Selen anasisitiza umuhimu wa kupitia upya na kuendeleza miungano. Kwa mtazamo wake, Ulaya lazima iwe huru zaidi na kutegemea Marekani. Kulingana na Wolf, BFV na mashirika mengine ya usalama ya Ujerumani tayari yanafanya kazi. Anasema Warusi wanalijua hilo, tayari wanaichukulia Ujerumani kwa umakini mkubwa, na kwamba mjadala wa kitaifa kuhusu jinsi ya kukabiliana na vitisho vya mbinu tofauti za kivita vya kimkakati unafuatiliwa kwa karibu huko Moscow. Mkakati wa Urusi ni imara zaidi. Carlo Masala, mtaalamu wa kijeshi katika chuo kikuu cha kijeshi cha Munich, anauelezea mkakati wa Urusi kuelekea nchi za jumuiya ya kujihami ya NATO kama unaozidi kuwa imara na jasiri. Wataalamu kama Masala wanashuku kuwa Urusi inahusika na kuongezeka kwa vitendo vya hujuma katika reli, viwanja vya ndege na miundombinu ya kusambaza maji na umeme. Hata hivyo, anaonya kuwa miundombinu muhimu pia inaweza kuharibika kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja. Anasema kuna kituo kidogo cha umeme nchini Austria, na kikiharibiwa basi sehemu kubwa ya Ujerumani itakosa umeme. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kujua mengi yanayojiri ulimwenguni kupitia The World News.